ربي كثيرا حمد لك ربي كثيرا حمد لك ربي كثيرا أحمدك ربي حمد الشاكرين الأبرار الأخيار المتقين. الحمد لله الأول لا عن الآخر، والآخر لا عن الأول، أول بلا بداية وآخر بلا نهاية. أشهد أن لا إله إلا الله الذي أين الأين فهو بلا أين، وكيف الكيف فهو بلا كيف. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، حبيب أمة بالأجمع، شفيع المذنبين، صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب البررة الكرام. أما بعد، الجمع الكريم، أمة ميمونة، أيها المسلمون، إخوان في الله، أحبابي وحبابة، فيا ترى ويا مرحبا، حياكم الله جميعا، فحياكم الله وباياكم ورعاكم وجعل الجنة مثواكم. وخطب الجمعة من شهر جمادى الأول أم جمادى الأخيرة أمامكم وقضيتكم. أسأل الله سبحانه الحليم الكريم جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعرفان وإياكم بأم القرآن. يقول الذي على العرش تبارك اسمه المجيد: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول رب الأرض والسماء رب العزة الحق سبحانه: إن للمتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون فبأي حديث بعده يؤمنون أم كما قال تبارك اسمه المجيد. Waheshimiwa waumini wenzangu, baada ya shukrani na baada ya kumsalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, urahibu bikum mujaddadan fi hadhihi alhalqa wa fi hadhihi alkhutba waljum'a alkarima. Naomba tuondoke pamoja katika hutuba zinazofuata sasa na ndani ya aljuma hii ya leo katika mimbari yetu hii tukufu ya msikiti wa Sadiqul Amin. Kwanza tunatanguliza shukrani kwa Mwenyezi Mungu, leo ametuamsha ndani ya tarikhi ya 15 ya mwezi Jumada al-Akhira am Tishirina kanuni thani. Leo ni tarikhi ya 15 ya mwezi wa 5 mwaka wa 44 baada ya 1400 Hijria. Huo ni mwaka wa Kiislamu sawa sawa na Disemba tarehe 9 ya mwaka wa 22 baada ya 2000. Leo kwa nchi yetu ni siku ambayo ina kumbukumbu ya kupata uhuru miaka 61 iliyopita. Inshallah Mwenyezi Mungu aidumishe nchi yetu katika uhuru wake na aidumishe katika amani na mapenzi kati ya raia wake. Mwenyezi Mungu pia awape nguvu na awape ulinzi na afya na hekima na busara wale ambao wanatuongoza katika nchi yetu ili kufikia malengo ya kutafuta uhuru ambayo yalikuwa nayo wazee wetu waliotangulia insha Allah. Waislamu, leo naomba niende nje kidogo ya hutuba za mfululizo na nitaomba mridhie kile ambacho nataka nikiweke mbele yenu. Lesh, kwa nini tusikilize hivi ambavyo nataka msikilize? Kwa sababu katika mimbari hii tukufu ya msikiti wa As-Sadiqul Amin, kwenye mabano naandika railway, ni mimbari ambayo imejipambanua kuzungumza na Waislamu kwa kila kona
alimradi mambo hayo yawe na maslahi na Uislamu, ama yawe na manfaa na umma, ama na maslahi makubwa ya dunia. Alimradi mambo hayo hayana ubaya ndani ya Uislamu kuzungumzwa, ama ni vizuri yazungumzwe kukataa ubaya. Mimbari hii tumekula azma ya kwamba tutayazungumza mambo hayo ili kuijulisha dunia ama kuambia umma kwamba Uislamu kwenye eneo hili umenufaika vipi, umeudhiwa vipi, ama una kauli gani, una any comment katika eneo hilo Uislamu, ama Uislamu umekaa kimya. Hii mimbari tumekuwa tunafanya hivyo yanapotokea mambo ndani ya nchi na yanapotokea mambo nje ya nchi, yanapotokea kwa Waislamu na kwa wasio kwa Waislamu. Ahadna miraran wa tikraran. Hii tumeizoea mara zote, na wallahi Mwenyezi Mungu atulipe kwa kugusa kila eneo katika hutuba zetu insha Allah. Waislamu, hutuba yangu ya leo fupi, kama itaishia hutuba ya kwanza, ahlan wa sahlan marhaban bikum mujaddadan, itakuwa khair. Wa illa tutaifanya ni hutuba yote ya kwanza na ya pili. Wa hi bi'unwan shukran ya Qatar. هذا هو العنوان أمامنا في هذه الجمعة المباركة الكريمة. شكرا يا قطر. Hutuba yetu ya leo ndugu zangu, jina lake inaitwa Shukran ya Qatari, kwamba tunakushukuru ewe nchi ya Katari. Qatari ni nchi katika nchi za bara Arabu au Mashariki ya Kati, katika bara la Asia, ambayo imechukua umaarufu mkubwa ndani ya siku chache ambazo tulizonazo. Lakini ilianza umaarufu wake kabla, lakini siku za karibuni, kama siku takriban 19 ama 20 zilizopita, imengi hakuna redio ama television ama gazeti ama vijiwe ama mitandao WhatsApp, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok wala Facebook wa ila maada dhalika warawahu YouTube. Kila mtandao utakuta Qatari 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 Qatari. ليش قطري؟ لأن هناك أقيم كأس العالم، ما يقال عند الكثير بكأس المونديو. Kwa nini Qatari 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 kwenye vyombo vyote? Ni kwa sababu siku 21 zilizopita kumefanyika na kunaendelea kufanyika mashindano yanayoitwa Kombe la Dunia la mpira wa miguu. Mpira wa miguu na mashindano yake mengi. Kuna ligi za ndani, kuna ligi za mataifa ya Afrika, kuna ya Ulaya, kuna Amerika ya Kusini, kuna Amerika ya Kaskazini, kuna Asia, kuna mashindano mbalimbali. Lakini kilele cha mashindano hayo kila baada ya miaka 4 huwa yanafanyika mashindano yanaitwa Kombe la Dunia, Ka'sul Alam. Kwa Kifaransa wanasema Coupe Mondiaux. Coupe Mondiaux, World Cup kwa Kiingereza. Kwa Kiarabu unasema Ka'sul Alam ama Kombe la Dunia. Kwa nini shukran ya Qatar? Sasa sikiliza uzuri. Shukran ya Qatar. Shukran thumma shukran ya Qatar. Qatar, tunakushukuru sana. Hutuba iliyopo mezani, tunakushukuru sana Qatar. Kwa sababu gani? Ndugu zangu, nitaomba msikilize haya ninayotaka kuyasema. Nirudie tena, Qatari ni nchi ambayo ni ya Kiislamu na wanaishi raia wake ni Waarabu, na ipo katika nchi zile za bara Arabu. Nchi hii ina raia 200,000, milioni 2 na elfu, milioni 2 na 800,000 na 33,434 ndo raia wake. Yani kama vile juzi tulifanya sisi sensa hapa tukakuta tuko milioni 61 na ushe kidogo, basi Qatari ina milioni 2 na 800,000 na 34,400 na hizo ndio namba zake. Sasa basi, katika mambo ya Qatari yanaendelea mpaka sasa, na mashindano yamefikia kwenye robo final, na leo itaanza hiyo robo final. Ufaransa na Uingereza, Argentina
Croatia, sijui Portugal, Morocco, Brazil na hivyo kama mtu anavyojua zitakuwepo leo na kesho na kuendelea. Ile nchi imetufundisha mambo mazuri sana, mambo yanayogusa Uislamu moja kwa moja, na mimi napenda kila Muislamu ajue mambo haya. Lam yazal ay maidan illa tahaddasa wa alqa al-ta'liqa ma yuqalu comment imma fi al-iqtisadiyya wa imma fi siyasa wa imma fi riyadh wa akhiran fi ad-diniyya fi ad-din. Yani mambo ya Qatari hayajaacha sehemu isipokuwa kila pahala pamezungumzwa. Watu wa uchumi wanazungumza kuhusu Qatari sasa. Vijiwe vyote vya uchumi na makongamano ya uchumi na vikao vya uchumi vinazungumzia Qatari. Watu wa siasa hawakai kwenye siasa zao isipokuwa wanaisema Qatari. Imekuwa ni agenda kwenye vikao vya siasa. Watu wa michezo hawana komenti ila wanarejea Qatari. Dini haikuachwa, nayo ina komenti zake, na leo tunaweka komenti hapa za Uislamu kuhusu masala ya dini ndani ya Qatari. Mabwana, Qatari ndiyo nchi ambayo tangu kombe la dunia limeanzishwa mwaka 1930 Uruguay wakashinda kombe hilo kwa mara ya kwanza, basi haijawahi kufanikiwa kombe la dunia tangu lilipoanzishwa ila ni mara mbili tu, mwaka 1994 na mwaka 2022. Ndiyo makombe ya maandalizi yaliyofanikiwa kuliko yote tangu limeanzishwa, na ndio limehudhuriwa na watu wengi sana kuliko tangu limeanzishwa mashindano haya, kuhudhuriwa na wageni kuja kuangalia. Sasa basi Uislamu hapo sasa ndipo ulipojitangaza. Ndiyo maana tunasema hutuba yetu, shukran ya Qatar, shukran ya Qatar. Ndiyo mashindano ya kwanza tangu imeanzishwa mwaka 1930. Ndiyo mashindano ya kwanza yaliyoanzwa kwa kusomwa Qur'ani. Awwal mundiyo fil alam, awwal ka's al-alam alladhi uqima fi hadha al-alam iftatah bilqira'ati aya min kitabil munazzal min kitabillah. Ndiyo mashindano peke yake ambayo tangu Mwenyezi Mungu ameileta dunia hii. Ndiyo mashindano ambayo imekusanya watu wa aina tofauti tofauti, lakini yakaanzishwa, yakafunguliwa kwa kusoma Qur'an. Wa antum ta'lamun, Waislamu nyie mnajua shughuli yote ya Kiislamu, iwe ni kusoma dua, iwe ni ndoa, iwe ni khitima, iwe ni kikao cha Kiislamu cha sulhu cha nini, Waislamu mara nyingi wote tunasema jamani tufungue kikao jamani, haya hebu shekhe mzee fulani tufanye fatha, inapigwa al-Fatiha. Hususa عندنا ahlu suf, watu wa tariqa, watu masufi na watu wenye kujua dini, mara nyingi wanaanza hivyo. Mambo yao yote yanaanza kwa kumweka Mwenyezi Mungu mbele kwa kusoma Qur'an, na sisi tumezoea kusoma al-Fatiha. Basi kwa taarifa yako ndugu yangu muumini, ndugu yangu Muislamu mwenzangu, mashindano hayo ya kombe la dunia ya mwaka huu kwa mara ya kwanza duniani yalianzishwa kwa yalifunguliwa kwa kusoma Qur'ani. Hii ni rekodi ya kujidaia, shukrani ya Qatar. Kwa mara ya kwanza dunia ilikaa, maki mashindano yale yanafuatiliwa zaidi ya watu bilioni 200 duniani kwa wakati mmoja. Wote walisikiliza Qur'an. Tena aliyesoma Qur'ani yenyewe ni kijana mdogo na ni mlemavu, yani ipo kama kipande hivi, anaanzia kwenye kama juu ya mapaja kabisa hapo kwenda hivi juu, anaitwa Ghanimu Miftahu. Huyu kijana ana miaka 18, ni kijana wa ajabu. Kwa kule Warabuni wanamuita ni muujiza. Ni muujiza unaotembea. Ana akili, ana uelewa ajabu, ni jini wa mambo chungu mzima. Akhalafu ni mlemavu, mwepesi, anajua kuendesha ndege, anaendesha magari, anafanya mambo mengi. Yani mambo ambayo wameshindwa watu wengi na wasomi na watu wenye viungo vya kawaida. Huyo sasa alialikwa na kuandaliwa na Wizaratul Awqaf, wizara ya mambo ya dini na mambo ya ndani ya pale Qatari, Doha. Akasoma Qur'ani
وبدأ بإن للمتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إلى أن قال وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون إلى أخيرا قال فبأي حديث بعده يؤمنون. Aya zilizosomwa hizi zina ujumbe mkubwa, zina ujumbe mzito, ujumbe mzuri, ujumbe unaigusa kila mtu alikuwa pale. Aya zinazozungumzia uchamungu, kwamba kwa nini watu wanaacha kunywa pombe, kwa nini watu wanaacha zinaa, kwa nini watu wanafanya ibada, kwa nini watu wanaacha starehe ambazo Mungu ameziharamisha, wanaacha mambo ya ushoga, mambo ya nini. Inna lilmuttaqina mafaza, wenye kuacha hivyo vitu wamefaulu hapa duniani na akhera. Hiyo dunia inatangaziwa kwamba wazungu, watu wa Amerika na watu wa wapi wanapambania maasi. Kijana yule Ghani Muftahu anawaambia wale wanaoyapambana, wanaoyakataza hayo, wanaoyaacha hayo, inna lilmuttaqina mafaza, hao wamefanikiwa zaidi hapa duniani na kesho akhira kwa Mwenyezi Mungu tabaraka ismuhul majid wa rabbul ardi was samaa. Anaenda mbele anawaambia wa idha qila lahum irka'u la yarka'un, waislamu wanapoambiwa waswali isharatu ila salat, yani hadhihi alaya kanat isharatu ila salat, aya inaashiria swala, kwamba waislamu vyovyote takavyokuwa lazima waswali, na mtu asiyeswali innahu mujrimun, huyo amekosa moja kwa moja. Haya, iwe vyovyote takavyokuwa, iwe kuna kombe la dunia, iwe kuna kombe la nyumbani, iwe whatever the case lazima waislamu waswali. Watu wanasomewa aya hizo ndani ya uwanja wa mpira unaitwa Al-Khalifa, wanasomewa aya, watu 60,000 wamejaa mle, kwamba muda wa kuswali ukifika watu waswali. Kombe la dunia hapana, kwanza kuswali. Haya mambo mabwana, Uislamu unatangazwa kwenye viwanja vya mpira mubasharatan, moja kwa moja bila kumwogopa mtu. Shukran ya Qatar, shukran ya Qatar. Qatar imetutangazia Uislamu, Qatar imemtangaza Mwenyezi Mungu, Qatar haikuogopa lawama amekulaumu. Shukran ya Qatar, Uislamu umeishi ndani ya siku hizi kwa dunia yote. Qatar ya shukran ya Qatar, shukran Qatar. Kijana anasoma aya mabwana, baadaye alikuwa amekutana na yule mumathil anaitwa Morgan Freeman. Morgan Freeman ni watu mnafuatilia series mbalimbali hapa, mnafuatilia na movie mbalimbali, ni actor mkubwa sana kule Hollywood. Kule Marekani kuna eneo wanakaa wasanii wakubwa na msitu wa kitajiri unaitwa Hollywood au Hollywood. Anaitwa mweusi, mtu mmoja mweusi, msanii mmoja maarufu sana anaitwa Morgan Freeman. Walikutana wakawa wanafanya yale matangazo ya kufungua lile kombe la dunia. Yule kijana akasoma aya inasema hivi: unajua watu wasiofika Warabuni na wasiowajua Waislamu wengi wameaminishwa na wamefikia tu kuamini, yani wamepelekeshwa mpaka wameamini kwamba Waislamu wana ubaguzi, Waislamu wana upendeleo, Waislamu hawataki watu wa imani zingine, hawataki kushirikiana na watu wengine, wanajiclassify, wanajiweka kwenye madaraja mengine. Kwa hiyo ikasomwa aya min surati Hujurat inasema hivi: ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakari wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allaha 'alimun khabir. Aya hii inazungumzia enyi watu, Uislamu hauamini hivyo mnavyoambiwa. Mungu anasema ametuumba sisi wanaume na wanawake, na akawafanya kuwa Waingereza, kuwa Waholanzi, kuwa Watanzania, kuwa Waafrika Kusini, kuwa wa bara ya Afrika, wa bara la Amerika, la bara la Asia. Alipofanya hivyo Mungu hakufanya kwa ajili watu wabaguane, bali amefanya tu watu wajuane tu, kwamba kumbe huyu anatoka Afrika, kumbe huyu ni Muislamu, kumbe huyu ni Muhindu, huyu kumbe ni Myahudi, huyu kumbe ni mpagani, huyu kumbe anaabudu mambo ya mila. Ni mambo ya kujuana tu, sio kwa ajili ya kubaguana. Lakini inna akramakum 'inda Allahi atqakum, hakika mtu atakayekuwa na heshima kwa Mungu
mtu ambaye ni wa maana kwa Mungu, mtu ambaye Mungu atamchukua kwamba ni muelewa, ni yule atakayemfuata Mungu kwa utaratibu anaotaka. Atikakum, atakayekuwa mcha Mungu. Hakuna ubaguzi, hakuna mtu anayebaguliwa kwa dini yake, hakuna anayebaguliwa kwa rangi yake, hakuna anayebaguliwa ametoka nchi gani au ametoka bara gani. La wa alf la, bal inna akramakum inda Allahi atikakum. Shukran ya Qatar. Haya mambo imefanyika Qatar. Watu tumepakwa matope muda mrefu, tumesingiziwa vya kutosha, tumepewa majina mabaya sana. Na wanasema Waswahili, ukitaka kumuua mbwa basi mpe jina baya, mwambie kwamba huyu ni mbwa koko, ili mbwa limenikombea mboga jana, watu watalipiga mpaka mkia utafyanta. Piga wanapiga. If you want to kill dog, they call it bad name. Unataka kumuua mbwa, mpe jina baya. Mpe jina baya, sio watu watashughulika naye mtaani na mawe, watoto wa kiuni wote watahama majumbani wanamfuatilia. Kwa hiyo Uislamu umepewa majina hayo. Qatar, kombe la dunia mwaka huu, coupe mondial limekwenda kutangazwa. Sasa amana man amana wa ankara man ankara, kafara man kafara wa amana man amana. Shauri yao, atakayeamini amini, atakayekataa ni khiari ya mtu, alazimishi. Lakini ukweli unabakia kuwa inna khalaqnakum min dhakari wa untha wa ja'alnakum shu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Mabwana, mashindano ya kwanza kufunguliwa kwa kusoma Qur'ani, mashindano ya kombe la dunia ya kwanza ni mashindano yaliyofanyika Qatar. Zimesomwa aya min surat al-Mursalat wa min surat al-Hujurat, kama mlivyozisikia. Zote zinasisitiza ubinadamu, zinasisitiza utu, zinasisitiza Mungu kuaminiwa, watu kusali na kadhalika. Hiyo pointi ya kwanza. Pointi ya pili, Qatar bwana, mashindano haya ya kombe la dunia mwaka huu ilichokifanya, mechi zote kullu almubarrayat uqimat kharij an awqati as-salat. Ya marhaba ya Allah, Allahu akbar. Mabwana, kwa mara ya kwanza Qatar pale, nyakati zote zile za kuanzisha mechi inapoanza, zote ziliwekwa nje ya muda wa swala. Kila mechi naona inachezwa pale ni nje ya muda wa swala, tangu inapoanza mpaka inapoisha. Ni haramun, haikukubalika. Ratiba yote ilipangwa kwa kuzingatia wakati wa swala. Ya marhaba. Mtu mmoja anaweza akasema, asa shekhe, mbona baada ya yote hayo lakini kule watu walimba miziki, watu walipiga madensi, watu waliakata pale, waliarudi na nini na hivi. Shekhe, ma la yudraku kullu la yutraku jullu. Shekhe, haya ni mashindano ya dunia, ya kombe la dunia, kametumika ka fursa kadogo kufikisha Uislamu. Haikuwezekana yale kwa mashindano ya Uislamu, la, ni mashindano ya dunia. Kwa hivyo mengine yanafanyika mambo, lakini Uislamu ulipopata fursa umechomoza na imekuwa ni gumzo. Kwa hivyo wakati wa swala haramu kusali, maana haramu kucheza mpira. Na hiyo ya pili. Ya tatu, nenda haraka muda umekwisha. Pointi ya tatu ambayo imetufanyia Qatar, television zote kubwa zilizomo hotelini. Unajua kwenye mahoteli kunakuwa na ma TV yale, kuna ma channels mbalimbali. Channels zote zile ambazo watu wanataka kuziangalia, ukifika muda wa swala zinajiunganisha na adhana na mpaka swala inaisha. Television zote, hoteli zote, amepanga nani, amekuja nani. Muda wa swala ukifika, matangazo yanakatwa, inatoka adhana. Television zote, kullu shashati yusharu ila awqati as-salah. Kullu shashati, television zote ukifika muda wa swala zinakata matangazo mengine yote, zinatoa matangazo ya adhana na matangazo ya swala mpaka inapoisha. Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum. Shukran ya Qatar. Huyu ndio Qatar ambayo imefanya mambo haya. Mambo haya ni makubwa, ni mazito, na kanchi kenyewe kadogo kama kale kanafanya mbele ya ulimwengu na bila kuogopa lawama mwenye kulaumu. Pointi ya 4, Qatar mabwana, Qatar inasemekana, na sio inasemekana, ndivyo ilivyo, watu wa Ulaya walikuwa wanaamini kwamba Qatar na nchi nyingi za Warabuni ni nchi maskini, ni nchi wana njaa sana na shida na ufakiri wa kunuka. Kwa hiyo wengi walipokuwa wanakuja
kutoka Ufaransa, kutoka Ujerumani, kutoka sijui Italia, kutoka sijui Sweden, kutoka Denmark, kutoka Croatia, kutoka Amerika, kutoka Brazil. Wengi walikuja na mawazo kwamba ni wanaenda kwenye nchi maskini sana. Lakini cha ajabu walikutana na nchi ya kitajiri mpaka utajiri unanuka. Yani wakashangaa kumbe Waislamu tunajua kwamba labda ni wababaishaji, hawana raha yoyote, maisha yao magumu. Kumbe wana maisha mazuri. Sheikh makasiri maghorofa 60, ghorofa 100, ghorofa 70, mitaa mizuri, yale mabarabara yale ya mizunguko, mabarabara ya juu, sijui mabustani, sehemu za starehe, sehemu za nini, kila kitu wamekikuta pale. Na cha ajabu pamoja na yote hayo, fihi amnan wa salama, kuna amani ambayo hawajawahi kuifikiria. Sheikh Qatar mpaka leo walikuwa wanaongea Ufaransa fulani hivi kwenye gazeti moja wamelitoa. Wanasema hawakuwahi kupiga picha kufikiria kwamba Qatar iko hivyo. Wamekuta amani kiasi kwamba muda wa swala ukifika maduka yanabaki wazi. Haya sio hadithi ya wakati wa mtume wala wakati wa maswahaba. Qatar hii ya kombe la dunia, maduka yanabaki wazi. Watu wanakwenda msikitini na wanarudi wanakuta maduka yakiwa wazi na hakuna aliyeibiwa. Kuna amani ya ajabu kabisa waje kufikiria. Wazungu wanashangaa, mambo gani haya yanawezekana? Mtu anaacha duka wazi anakwenda msikitini na anarudi anakuta duka lake wazi. Na ni jambo la kawaida. Qatar kuna amani ya ajabu. Watu wanatembea usiku wanafanyaje? Lakini Qatar bwana, wakati namalizia pointi ili mjue kwamba sio kwamba mnafuatilia tu mpira, mjue Uislamu umepata hadhi, umetangazwa sana kwenye mashindano ya Qatar. Qatar Sheikh imezuia ujinga wote unaofanyika kwenye makombe ya dunia mengine na kwenye nchi za wengine. Maisha yao ya kila siku hakuna kunywa pombe, ni haramu kunywa pombe hadharani au kunywa pombe uwanjani, kwenye uwanja wa mpira. Wale wote mnaona mle uwanjani mpira mle, wote wale hawajalewa hata mmoja pale, wote wana akili timamu wale. Ndio maana wote wamevaa vizuri, hakuna wale waliovaa vinguo vya ajabu ajabu mle, kwa sababu wanakwenda wakiwa ni haramu kunywa pombe. Kuna baadhi ya maeneo fulani hivi wamefanya kwa vibali maalum, lakini ni huko kwa kujificha. Qatar imezuia mapenzi yale, matangazo ya mapenzi ya jinsia moja, ushoga. Tena sio kutangaza, kukataza tu. Wale Wajerumani wale na Waholanzi wakati wanatoka Amsterdam na wale walikuwa wanatoka Berlin, walipanda ndege mulawana bi alwani yani almumathilin. Walipamba ndege yao, kuna rangi fulani zile za rainbow ni ule upinde wa mvua tunaoitaga ule rainbow. Ule upinde, ile rangi yake huwa wanaitumia watu wa Ulaya na watu mashoga kama alama yao ya mambo hayo ya mapenzi ya jinsia moja. Sasa ili kwa sababu wamekatazwa wasende kule, wakaamua kutangaza kupitia ndege. Ndege ilirudishwa ikiwa angani, ya kutoka Ujerumani na ya kutoka Uholanzi, zote zirudi zikabadilisha ndege, wachukue ndege nyingine ndo watue Qatar Doha. Haramu thumma haram. Yani ushoga umepambaniwa kwa kiwango ambacho dunia imejua kwamba kweli Waislamu hawataki ushoga. Kweli Uislamu umeharamisha ushoga. Ndege, hebu timu kubwa kama Alman, Muntakhabu Alman, Fariqatu Alman, timu kubwa maarufu, mbingwa mara 4 ya dunia, imerudishwa na ndege yao ya ushoga. Wakarudishwa Waholanzi, na wale makapteni wale wanaovaa vitambaa vile vya ukapteni walitaka kuvaa maalama, wakakataliwa vibaya sana, mpaka Wajerumani wakaambulia kufumba midomo hivi kama eneo kwamba wanalalamika kwa nini umefumbwa midomo ya kutangaza ushoga wao. Wallahi Qatar, shukran ya Qatar. Haya ndio mambo Qatar imeyafanya bwana. Imepambana na kila ujinga ambao unaiangamiza dunia na kuangamiza maadili ya dunia na kumchukiza Mwenyezi Mungu Tabaraka Ismuhul Majid. Kama haitoshi, Qatar bwana, baada ya kutafakari kwa kina kirefu, Wizaratul Awqaf, wizara ya mambo ya ndani, mambo ya dini na mambo ya, ikaandaa wanazuoni maalum kwenda kutangaza Uislamu wakati wa kombe la dunia siku 29. Siku hizi 29 wamekwenda mashehe kwa gharama, wamelipiwa gharama nyingi sana, akiwemo Sheikh Dr. Umar Abdul Kafi, shekhe mkubwa maarufu, watu mnamjua, wengine mnamfahamu. Ni mwanazuoni ambaye anajua kulingania umma kwa mambo mengi. Ana pointi, anajua kuvunja hoja na kujenga hoja. Akiwemo Sheikh Manne Uthman Khamis, akiwepo Sheikh Said Al-Kamli, wa ala raasihim Daktari Dhakir Naik Abdul Karim. Yule dokta wa Kihindi, mwanazuoni mkubwa wa Kiislamu ambaye anafanya masala ya kuunganisha dini,
Zakir Naiki amealikwa na tupsi yake na kundi lake, wapo pale Doha Qatari, wanautangaza Uislamu. Na kwa taarifa yako, yaslimuna kulla yawmin fi nisfu saa akthar min 10. Kila siku tangu kombe la dunia limeanza, watu zaidi ya 10 wanasilimu kila baada ya nusu saa. Kila baada ya nusu saa zaidi ya watu 10 kutoka Brazil, kutoka Argentina, kutoka Marekani, kutoka Ufaransa, kutoka Uingereza, kutoka Holland, kutoka manchi yote ya Ulaya na baadhi ya nchi, kila baada ya nusu saa wanasilimu watu wasiopungua 10. Baada ya kombe mechi ikiisha, kuna maeneo maalum wanakwenda kusikiliza mihadhara. Watu wameletwa, wataalamu wanaongea dini na lugha zote, Kiingereza, Kiportugale, yani Kireno, wanaongea Kifaransa, wanaongea lugha nyingi zinaongelewa pale. Watu wanaslimu. Watu waraaita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kana tawwaba. Watu wanamiminika kwenye Uislamu. Kombe la dunia mwaka huu limevunja rekodi. Shukrani ya Qatar. Waislamu wanamiminika kwenye Uislamu ndani ya mji wa Qatar kwenye kombe la dunia. Wamebadilisha mavazi. Waislamu kuna misikiti kila baada ya majengo mawili matatu, kuna misikiti mizuri, watu wanaenda kushangaa mpaka wanaingia kusali. Shukrani ya Qatar. Akhiran, ndugu zangu, mwisho kabisa, ile wizara ya masuala ya dini na masuala ya mambo ya ndani ya Qatar imeandaa vitabu na CD na hizi mnataka nini hizi za kuchomeka hivi sijui, na makala mbalimbali, wanagawiwa watu mabarabarani. Kila mtu anayepita anapewa bure, anatangaziwa Uislamu kwa lugha anayoitaka. Ukitaka sijui lugha gani unapewa, ukitaka lugha gani unapewa. Yani Uislamu umetangazwa thumma umetangazwa. Sasa mtu anaweza kusema, Sheikh, sasa hii hutuba, Sheikh, hii hutuba ichukue Sheikh. Huu ni ukweli ambao unatakiwa ujue, na hii hali unatakiwa ijue. Lakini almuhimu min kulli muhimmi, muhimu kuliko muhimu yote ni kwamba tumejifunza kitu kutoka Qatar. Tumejifunzaje? Tumejifunza kwanza, lisanul hali afsah min lisanil maqal. Yani lugha ya mwili, body language, ina ufasaha zaidi, inamfikia mtu zaidi kuliko lugha ya ulimi. Yani mtu kumlingania kwa vitendo vyako, kwa tabia zako, inashika zaidi, inaathiri zaidi kuliko maneno. Kwa hiyo wale wazungu walipokwenda kule, wameona wenyewe kwa macho. Wameona watu wanavyoishi kwa lugha nzuri, watu wasafi, kuanzia mazingira, nguo, mpaka mioyo yao, mpaka lugha. Hawasikii matusi, hawasikii ukorofi. Yani wameona Uislamu kwa vitendo. Wameathirika zaidi na wamebadilika, na watakuwa mabalozi watakaporudi kwamba kumbe tulivyokuwa tunaambiwa kuhusu Uislamu si kweli. Kwa hiyo Waislamu tujipambe na tabia nzuri. Tuna uwezo wa kuathiri dunia kwa sehemu kubwa sana. Jambo la pili, unapopata nafasi, hakikisha nafasi hiyo Uislamu wako unaonekana. Unawalingania watu Uislamu kwa nafasi ulionayo. Hata kama ukiwa ni muofisini, onesha Uislamu wako mtu aweze kuona, kuliko kuwa mtu sasa anabakia mtaani anasema, bwana Waislamu bwana, mimi Sheikh Waislamu sitaki tena kufanya nao kazi kwa ofisi moja. Mimi Muislamu tena kumkopesha. Maana Waislamu hawalipi kabisa Sheikh. Kopa, afadhali mkopeshe mtu ambaye sio Muislamu. Waislamu umdhuru ya hadha. Angalia, mtu akiokuoza binti yake, sasa Waislamu bwana sio kuozesha, wanaacha wanachezea mabinti wa watu, wanaacha na talaka. Yani sio mimi siwezi kuwapa binti yangu. Yani fursa inapopatikana unauharibu Uislamu. Qatar, shukran ya Qatar. Qatar imetuonesha unapopata fursa, hiyo ni sehemu ya kutangaza Uislamu kwa mazuri yake, kwa kutetea, kwa tabia nzuri, kwa kila kitu. Sisi tunapata fursa, mtu akipewa cheo akawa labda waziri, watu watasema afadhali waziri wa dini nyingine. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mtu anapewa nafasi tu hata kama ya udereva, watu afadhali udereva wa dini nyingine. Sio hawa bana. Hawa bana tilalila nyingi, sio tilalani poroje nyinyi, wajua hawa bana hawa. Kila mtu amekuwa akipata nafasi akiwa Muislamu anakwenda kuchafua Uislamu pale juu. Tunafundishwa na Qatari, ukipata nafasi yoyote, hata kwenda kulima kwa mtu,
Ukimaliza kulima asema bana mimi nitakuwa nalimiaga Waislamu kwa sababu nimeona wallahi amekuja hapa hajaniharibia hichi, hajanifanyia hivi, hajaniibia hivi, kaja muda wa kazi, hajanisumbua. Sio mtu umepeleka kwenda kulima kwa mtu unalima tuta mbili unaenda kulewa. Unarudi watu wanakutafuta mpaka mahindi yanaanza kuchanua yeye hajamalizia. Kisa ni wewe Muislamu ambaye hujamalizia shamba lake. Hadhihi musiba wa tamatul kubra fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Shukran ya Qatar. Shukrani zote tunazipiga Qatari kwa kutangaza Uislamu kwa maeneo mengi. Mimi nimeamua niseme hayo niliyosema. Aqulu ma tasma'un, istaghfiru rabbakum wa tubu ilayhi innahu kana tawwaba. Alhamdulillahi alladhi ja'alana min ahli sunnah was-salatu was-salamu ala man ursila ikmalu minna wa ala alihi wa sahbihi alladhina habbahum wa ittiba'uhum lana junna min thumma amma ba'd. Ahbaba hubbaba, waheshimiwa waumini, ndugu zangu, man la yashkuru an-nas la yashkuru Allah. Man la yashkuru an-nas la yashkuru Allah. Ndugu zangu, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema mtu asiyeweza kumshukuru mtu mwenzie, asiyeweza kumshukuru mtu anayemuona, asiyeweza kumshukuru binadamu mwenzie, hawezi akamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu hamuoni. Mungu humuoni, utamshukuru vipi kama unashindwa kumshukuru mtu ambaye umemuona kabisa kakufanyia wema? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema man sana'a amman asda ilaykum ma'rufa fakafiuhu. Mtu akikufanyia wema, mtu akikufanyia wema mpe zawadi. Mtu akikufanyia wema shekhe, sio rushwa kumpa zawadi. Tafsiri za serikali na watu wengine huko unaweza kusema ni takrima, ni rushwa, lakini Uislamu unatufundisha hivi, man asda ilaykum ma'rufa fakafiuhu. Mtu akikufanyia wema, hata kama ni sehemu ya haki yake, kakufanyia wema, mpe zawadi. Kwa mfano anaweza kwa daktari, kakutibu uzuri, kakusikiliza vizuri, umepimwa vizuri, umepewa dawa vizuri, mshukuru, mpe zawadi kama unayo. Kadhalika kama ni dereva wa basi, mmefika mpaka Dar es Salaam salama, mshukuru, kama una zawadi mpe. Kadhalika kama ni mwalimu, wanafunzi watoto wako amewalea darasa la kwanza mpaka la 7 au form 1 form 4, amemsomesha vizuri mtoto wako, amemfanya kama mwanae shuleni, ukienda pale na mzazi sikiliza, anakuhusia na kukushauri. Kama una zawadi mpe mwalimu ile zawadi, mpe 30,000 50 laki, mpe. Mshukuru, amekufanyia wema kukulelea mtoto wako miaka 4, miaka 7, anakaa naye muda mrefu kuliko unavyokaa naye wewe. Anakaa naye kuanzia saa 1 mpaka saa 8:30 mpaka saa 9:30. Wewe unakuja saa 2 usiku na amka unaondoka zako. Mwalimu anakaa na mwanao anamlea. Huo ni wema mkubwa anakufanyia. Mpe zawadi kama unayo, au mshukuru. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, haya ndio mafundisho ya Uislamu. Fa in lam tajidu ma tukafiuna, kama huna cha kumpa zawadi, huna cha kumpa zawadi, fad'u lahu alkhair, muombe basi atadua. Muombe dua shekhe, sio unamwacha tu hivi hivi. Kweli huna fadha za kumpa, huna zawadi ya kumpa, basi muombe Mwenyezi Mungu, Rabbi mnusuru mja wako huyu, mlinde, mpe salama, ubariki maisha yake, umpe afya. Muombe dua shekhe, ikiwezekana yeye mwenyewe aitikie amin amin amin. Kwa hiyo huna cha kushindwa kumpa mtu aliyekufanyia wema. Man asda ilaykum ma'rufan fakafiuhu. Hii tabia tuibebe mabwana. Tabia hii tuibebe ya kumsaidia, kumshukuru mtu akikufanyia wema. Mtu akikufanyia wema lazima mtu umshukuru. Hata kama ni mtu ambaye humjui, mpigie hata simu. Kuna watu shekhe, mtu anatuma fedha. Anatuma fedha kwa bahati mbaya anakosea namba. Zamani kwa siku hizi kuna ile kuna ya kurudisha ipo. Lakini mtu unampigia, bana nimepoteza namba yangu, nimetuma ile shilingi milioni 3. Sasa basi na sasa nakurudishia. Nitumie namba yako, anakutumia namba, unamrudishia pale. Mshukuru, shempe hata shilingi 100,000 kwenye zile. Akikataa katai mwenyewe kwamba shekhe hapana, wewe hizi ni hela yako baki nayo, lakini lazima uoneshe wema. Huyu ukifanya hivyo, siku nyingine zikipoteza mtu atazirudisha tena. Lakini wewe ukianza kusema wewe mjinga, wewe nyeo ndoma hizi nyema jinsi nyewe si nini, shekhe, siku zikija hela za mtu mwingine mapema anakwenda kwa kana zitoka, kwa sababu anajua hawa jinga sana, hawana shukrani, hawa hivi na hivi. Sasa bwana, Qatar imetufanyia wema mkubwa sana kwenye Uislamu. Nyie mnaweza kuwa mnaona haya mambo kama porojo au kama mambo ya mepesi. Shekhi, Uislamu umetangazwa kwa wazungu, mbele ya wazungu.
na kulikuwa na vita kwamba Qatar isiandae mashindano, mpaka wakazua kwamba kuna rushwa nyingi zimefanyika, mpaka rais yule wa zamani yule Sepp Blatter wa FIFA alijiuzulu kwenye mambo ya kashfa ya Qatar. Kulikuwa na vita mpaka huyu wa sasa Infantino huyu akasema kwamba hivi jamani, hata kama Qatar ni wabaya, Waarabu ni wabaya, lakini ubaya uliofanywa na wazungu miaka 300 iliyopita, ilitakiwa kwanza sisi wazungu tuanze kumuomba msamaha, tuwaombe msamaha, dunia tuiombe msamaha miaka 300 mingine. Labda ndio tutakuwa tumekaribia kwa uovu tuliofanya sisi kwa watu na binadamu na kwa dunia. Nimeng'ang'ania Qatar. Alisema, alitoa speech nzito sana huyu Infantino huyu. Lakini Qatar ilisimama, imeandaa kwa magharama makubwa, lakini gharama hizo zimetangaza neno la Mwenyezi Mungu Tabaraka Ismuhul Majid. Fajazallahu ala Qatar khairal jazaa. Mungu awalipe uongozi wa Qatari, utawala wa Qatari, raia wa Qatari na kila aliyoshiriki katika masuala ya Qatari kuhakikisha Uislamu unatajwa, unasikika. Qatari wameandaa waadhini wazuri, wamewakodi kutoka sehemu zote za dunia. Kila baada ya swala mji mzima wa Qatar, Doha nzima, swala ikifika wanatoa adhana nzuri sana, kiasi kwamba watu wanaulizana hii ni nini, wazungu wanauliza hii ni nini, na sasa adhana inatuita twende kaswali. Kuna adhana kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyomtafuta mtu mwenye kutoa adhana nzuri kuwashawishi watu, akamwambia Bilal ibn Rabah, fa innahu anda sauta, innahu anda sauta. Bilal ana sauti tamu, ana sauti nzuri. Istadafati dawlatul Qatari almuadhinina lahum ajmal aswat. Dola ya Qatari imewataandaa, imewaalika waadhini wazuri duniani kutoka Malaysia, kutoka Indonesia, kutoka Hindi, kutoka Masri, kutoka Manne Saudi, kutoka wamekuja pale, ndio wanatoa adhana mwezi mzima huu. Kila asa sala ya fajiri, subhanallah, imekuwa ni hatari. Watu wanaamka wanasikia raha. Inshallah Mwenyezi Mungu awajaze khair. Tunawashukuru watu wa Qatari. Tusiposhukuru watu wa Qatari, hata Mungu hatuwezi kumshukuru. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل عليه في الأولين وصل عليه في الآخرين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.